Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu mpenzi wangu kokote pale ulipo duniani, amani ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Leo naomba nikuelezee kwa ufupi, inakuwaje baadhi ya ndugu zetu, baadhi ya jamaa zetu, mtu anatumika kuwa kama daraja la mafanikio ya mtu mwingine katika njia za kichawi. Kwa maana wewe unakuwa ni mtu wa juhudi kubwa, unafanya juhudi mbalimbali katika kupambana na hali za maisha yako ili kujikwamua katika dhiki unazozipambana nazo, lakini hatimaye yale mafanikio unatenda wewe, anafanikiwa mtu mwingine. Unapambana wewe, anafanikiwa mtu mwingine. Unaumiza sana kichwa wewe, anapata mtu mwingine. Hii mikono yako inashughulika mno na kazi mbalimbali ili uweze kujipatia kipato na kunasuka na ugumu wa maisha uliokuwa nao. Cha ajabu, anafanikiwa mwingine. Hii miguu yako inakwenda mashariki, magharibi, kusini, kaskazini ili uweze kufanikiwa maskini, lakini cha ajabu mafanikio anapata nani? Anapata mtu mwingine. Huu ni uchawi maalum ambao unafanyika katika njia maalum na unaingiwa mkataba maalum baina ya anayekufanyiwa na baina ya sheitani. Mkataba huu maalum unaingiwa na mkataba huu anakuwa na uwezo wa kukuaccess, kukufikia juu ya juhudi yoyote utakayokuwa umeifanya, kisha baraka ya yale unayoyachuma kwa chumo la mikono yako na kwa fikra zako ulizokuwa nazo na mapambano ya miguu yako, subhanallah, faida inaenda kwa mtu mwingine. Ni sihiri hii maalumu inatendeka na wengi wanafanywa. Cha kusikitisha zaidi, sihiri hii mara nyingi unakuta ni mtu wa karibu yake ndio anamtendea mtu, pengine ndugu wa karibu. Subhanallah, unakuta mtu ni tajiri, lakini kumbe anatumikisha baadhi ya ndugu zake basi na wao kujua. Fala haula wala quwwata illa billah, kwa mikataba maalum ya kafara au makafara mabaya, makafara makubwa wanayofanya, makafara siyofaa. Anatumikisha ndugu zake siku zote wao ni watu wa chini, anafanikiwa yeye peke yake. Na au wakati mwingine utakuta ni rafiki wa karibu, jamaa mlioamua kushirikiana aidha biashara au kazi fulani, maskini anafanya matendo kama haya, anakudidimiza wewe chini, maskini ya Mungu, unajikuta huna unachokipata, unahangaika, mafanikio anapata yeye, hatimaye daima wewe unakuwa ni mtu wa hivi, mtu wa kunyenyekea kwake, kumbe maskini mgongo wako ndio daraja la mafanikio yake katika njia za kichawi. Hii ni sihiri, ipo, inatendeka na inafanyika, na wengi wametendewa sihiri hii, wamefanyiwa sihiri hii, ikawa wao ndio migongo ya mafanikio ya watu wengine. Sasa hii sihiri inatokeaje? Mtu anapokuwa amekwenda kwa mganga kwa ajili ya kutaka sihiri hii, mganga anakuwa anakuskani na kuangalia, huyu fulani ana vinasaba au ana elementi yuko nazo katika mwili. Elementi hizi zinaweza zikakusaidia wewe tukafanya sihiri hii ukanufaika kupitia mgongo wake. Tunafanyaje sasa? Niletee vitu vyake vya aina 3 au vya aina 4. Unaweza ukachukuliwa vitu vyako vya aina 3 ama aina 4. Nisikilize kwa makini ndugu yangu, na unifungulie sikio la moyo kabla sikio la kichwa. Cha kwanza kabisa, lete nywele ya utosi. Zinachukuliwa nywele za utosi utosini kwako. Ndio baadhi ya watu wakiamka asubuhi anakuta kuna kanyolewa nywele ya utosi. Ama kucha za mikono yako, hasa hususan mkono wa kulia, inakatwa kucha za mkono wa kulia, wakati mwingine na mkono wa kushoto kucha inaondoka. Ama kucha za miguuni, kwa sababu hivi viungo nilivyovitaja ndio viungo vinavyoshughulika kwa kiasi kikubwa mno katika mapambano ya mtu ya maisha yake. Kichwa utafikiria, mikono itatenda, na miguu itakupeleka katika hizo harakati zako mbalimbali unazopambana nazo maskini katika kujikwamua kimaisha. Sasa vitu hivi watakapokuwa umekwisha vipata, kuna namna wanafanya, wanakwenda kuingia mikataba mizito, mikataba maalum, mikataba ambayo inafanya wao wanaweza kukuaccess wewe, kukufikia hata pale inapokujia mawazo kwamba hebu mimi nijitambue, nijishughulikie, nijifuatilie. Akishagundua, kwa sababu ni mtu wako wa karibu, mko naye pamoja, akishagundua hilo, anaongeza chuma nyingine, anakuongezea tena chuma nyingine. Maskini ya Mungu, unajaribu kujipapatua, lakini unakuwa unashindwa, kwa sababu wanakuelewa kila unachotaka kukitenda, kila unachotaka kukifanya kwa ule mkataba aliyoingia na zile athari ya vitu vinavyotokana na mwili wako. Kwa hiyo shaitan anakumonita kila unapojaribu kwenda, yuko pamoja na wewe, yani anakula sahani moja na wewe, kuhakikisha hauna utakalo lingamua, na athari ya nguvu zako unazozitenda zinakwenda kwa mtu mwingine. Yeye kazi yake kule ni kutoa kafara, kama kila baada ya mwaka ama kila baada ya miezi 6 anatoa zake kule kafara. Wewe huku unaendelea kuumia asubuhi na jioni. Allah atukinge na atuhifadhi na matendo kama haya. Sasa unaposikia uchawi, sihir, maana yake ni nini? Sihiri
maana yake ni yani, fala sihran illa bisti'anatin min ash-shaytan. Unaposikia huu ni uchawi, hakuna uchawi unaweza ukafanya kazi ila ule ambao unatokana na msaada wa sheitani. Wala shaitan yakhdumu insanan illa bishurutin au illa bimuqabil. Sheitani hamuhudumii mwanadamu, hamtumikii mwanadamu sheitani ila kwa mkataba mzito, mkataba maalum. Anamwambia sawa, mimi nitakupa utajiri kupitia mgongo wa huyu mtu fulani. Wana namna yao mashaitani wanajua namna ya kufanya. Utajiri utaupata kupitia mgongo huyu, si ndugu yako huyo au si rafiki yako huyo au si jamaa yako, tutakupa, lakini kwa sharti moja, kwa sharti mbili. Sasa ile ni mikataba ambayo huyu jamaa yako au huyu mwenzako anaingia na wale mashaitani ili tu kukudidimiza wewe, ainuke yeye. Biashara mnafanya pamoja, maskini anasimama yeye, wewe unarudi chini. Daima kakuajiri yeye, anapanda yeye, wewe unarudi chini. Si yote, si katika jamii nzima yanatokea haya, lakini asilimia kubwa haya yapo, yanatokea na yanafanyika. Sio wote wanautenda haya, ili nieleweke vizuri, lakini hii ni sihiri, inatendeka, inafanyika, ya watu wakafanikiwa katika njia batili, njia zisizofaa, kwa migongo ya watu, au watu wakawa wanatumika kwa ajili ya maslahi ya watu mwingine. Haya mambo yapo na haya mambo yanatokea. Kwa hiyo mikataba ile inapokuwa ameshaingia, wewe ndio unakuwa unaumia. Ndugu yangu, mpenzi wangu, kokote pale ulipo duniani, kuwa makini sana. Unapokuwa unalala usiku, usikose kulala bila dua. Fanya maombi ndugu yangu, omba dua. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na mitihani ya usiku. Unapokuwa umemaliza tendo la ndoa na familia na ahali yako, mke wako, basi jitahidi usilale pasi na kuoga. Chukua udhu, hata kama umeshindwa kuoga basi nawa, chukua udhu, nenda kalale kama anavyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ukienda tu kulala kichwa, ndipo pale ambapo unaweza zikachukuliwa athari ya hizi nilizosema, ukaenda kufanywa sihiri kama hii. Na hii ndugu zetu wengi wamepigwa hii sihiri hii. Vipi unaweza ukajitoa? Vipi sasa unaweza ukajikomboa? Hii ndugu yangu ni prosesi. Hii ndugu yangu ni jambo maalum, ni prosesi maalum. Hii ni mfumo maalum ambao unaweza ukaufanya kuweza kujiondoa. Na mara nyingi sana hapa vinatumika visomo vikubwa. Visomo hivi vinafanyika usiku wa manane. Yani hivi ni lazima visomo hivi vifanyike usiku wa manane, na seti ya watu kuanzia watu 3 mpaka watu 5 mnagawana. Vinakuwa ni visomo vikubwa. Hiyo hata mkianza saa 7 mnapiga vile visomo mpaka alfajiri inachomoza, vinagongwa visomo. Visomo hivi faida yake ni nini? Visomo hivi na dua hizi faida yake ni hii moja, ni kuvunja ule mkataba ambao yule ndugu yako ameingia na wale mashaitani, au ameingia na yule mchawi katika kukutumia wewe kwa mafanikio yao. Sasa hivi visomo vinavyopigwa, vinavyosomwa, kwa sababu mule kuna dua mbalimbali, dua za kufungua, dafu kifayati min albalaa, za kuondosha ile mabalaa na kuvunja ile mikataba na maagano aliyoyaingia yule mchawi katika kukutumikisha wewe bila kujua. Siku 7 zinakuwa za moto. Usiku wa manane mnaamka, mnamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa kuwa ni visomo vikubwa, huwezi kuvifanya mtu peke yako, lazima iwe ni seti kuanzia watu 3 mpaka watu 5 wanakaa mnapiga hivyo visomo, mnamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hatimaye Mwenyezi Mungu kwa idhini yake akikubali, mikataba ile inavunjika. Ndipo pale mnaweza mkamkuta mtu alikuwa tajiri anaporomoka ndani ya sekunde 200 ya kushonea ndala anaitafuta. Ndipo pale mtaona mtu alikuwa na mabiashara, ana mavitu makubwa, anaanza kuporomoka. Kwa nini? Kwa sababu ile mikataba alikuwa anawatumikisha watu. Alhamdulillah, Allah amejalia mikataba ile kuvunjika, na mashaitani wanakuwa hawawezi tena kumuaccess yule mtu, na yule mtu hatimaye anakuwa ni mwenye kufanikiwa. Hii inaondoka kwa dua maalum na visomo maalum vya siku 7 mfululizo usiku wa manane katika kuvunja haya maagano na haya mikataba mabovu anayokuwa mchawi ameyaingia katika kutafuta manufaa yake kupitia mgongo wako. Shukran lakum, jazakumullah khaira. Ndugu zangu, tunapatikana Kigamboni, Mwembe Mtengu, karibu kabisa na Twangoma. Unaweza ukanitafuta kwa 0787552211 au unaweza ukanitafuta kwa 0755577022 kwa mazungumzo zaidi na maelekezo zaidi na kwa msaada zaidi, insha al-Maula jalla jalaluhu. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.